Licha ya ugumu wa Wajemi katika historia ya vita, lakini rais wa Marekani Donald Trump ameamua kutafuta ushindi kwa hali na mali. Rais huyo wa Marekani Bwana Trump anafikiria kupeleka wanajeshi zaidi katika Mashariki ya Kati, hatua ambayo itaimarisha operesheni katika eneo hilo, huku Marekani ikipima chaguzi zake. Wafanyakazi wa ardhini wa jeshi la Marekani huenda wakapelekwa katika eneo la Mashariki ya Kati na kuingia moja kwa moja katika taifa la Kiajemi kwa ajili ya mapambano ya ndani ya ardhi ya Iran. Hiyo ndio mipango ya sasa ya Marekani na ndicho ambacho rais wa Marekani Donald Trump anapambana ili aweze kupata ushindi, kwa sababu ameshaona ni jinsi gani hadi sasa siku ya 20 anaendelea na mapambano katika vita hivyo. Hata hivyo, inadaiwa kwamba rais huyo wa Marekani kupitia jeshi lake huenda akatuma ndege za Boeing ama B-52 zaidi katika kambi ya anga ya RAF Fairfield iliyotumiwa na wafanyakazi wa jeshi la wanahewa la Marekani, huku kukiwa na mzozo wa Marekani na Israel dhidi ya Iran. Utawala wa rais wa Marekani Donald Trump unafikiria kupeleka maelfu ya wanajeshi ili kuimarisha operesheni yake katika Mashariki ya Kati, huku jeshi la Marekani likijiandaa kuchukua hatua zinazofuata katika kampeni yake dhidi ya Iran, amesema afisa mmoja wa Marekani na watu kadhaa wanaofahamu suala hilo. Kutumwa huko kunaweza kusaidia kumpatia Trump chaguzi za ziada anapopima upanuzi katika operesheni hii. Chaguzi hizo ni pamoja na kupata njia salama kwa meli za mafuta kupitia mlango bahari wa Hormuz, misheni ambayo ingetekelezwa kimsingi kupitia vikosi vya anga na majini, vyanzo vilieleza. Lakini kupata mlango bahari kunaweza kumaanisha kupelekwa kwa wanajeshi wa Marekani kwenye ufukwe wa Iran, vilisema vyanzo hivyo. Trump anafikiria kutuma vikosi hivyo katika kisiwa cha Kharg. Utawala wa Trump pia umejadili jambo hilo ili waweze kutuma vikosi hivyo katika kisiwa hicho cha Iran ambacho ni kitovu cha 90% ya mauzo ya mafuta ya Iran. Watu ambao wameeleza suala hilo wamesema kwamba Amerika sasa mipango yake ni kuidhibiti moja kwa moja Iran kama ambavyo Trump ameahidi. Mmoja wa maafisa wanasema operesheni kama hiyo itakuwa hatari sana. Rais wa Marekani anaamini Iran ina uwezo wa kufikika katika kisiwa cha Kharg na maeneo mengine kwa makombora na ndege zisizokuwa na rubani. Huu ndio mchakato wa sasa wa rais wa Marekani Donald Trump katika kuhakikisha anashinda vita hivi. Maafisa wa Marekani walimweleza rais wao kwamba moja kati ya nchi ngumu ambazo wakati huu wanakumbana nazo katika vita ni pamoja na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na hivyo kuna namna wanapaswa kutumia gharama kubwa kwa ajili ya kumaliza misheni hizo. Sasa jeshi linahitaji zaidi ya bilioni 200 kwa ajili ya kumaliza misheni hiyo. Marekani ilifanya mashambulizi dhidi ya malengo ya kijeshi katika kisiwa hicho mnamo Machi 13, na Donald Trump ametishia pia kugonga miundombinu yake muhimu ya mafuta. Walakini kwa kuzingatia jukumu lake muhimu katika uchumi wa Iran, kudhibiti kisiwa hicho kunaweza kutazamwa kama chaguo bora kuliko kukiharibu, wataalamu wa kijeshi walimwambia Rais Donald Trump. Matumizi yoyote wanajeshi wa nchi kavu wa Marekani, hata hivyo, katika misheni hiyo kunaweza kuleta hatari kubwa za kisiasa kwa Trump, ikizingatiwa uungaji mkono mdogo miongoni mwa umma wa Marekani kwa kampeni ya Iran, na kampeni ya Trump mwenyewe inaahidi kuepuka kuingiza Marekani katika migogoro mipya ya Mashariki ya Kati. Hata hivyo, maafisa wanasema kwamba kwa namna ambavyo wameisoma Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, moja kati ya mataifa magumu katika vita, wana hofu kubwa kuingiza wanajeshi wao wa ardhini katika ardhi ya Wajemi. Maafisa wa utawala wa Trump pia wamejadili uwezekano wa kupeleka vikosi vya Marekani ili kulinda hifadhi ya Iran ya urani iliyorutubishwa sana. Mmoja wa watu hao wanaofahamu suala hilo walieleza. Vyanzo hivyo havikuamini kupelekwa kwa vikosi vya ardhini. Afisa wa ikulu ya White House akizungumza kwa sharti la kutotajwa jina alisema hakujawa na uamuzi wa kutuma askari wa ardhini hadi wakati huu, lakini Trump kwa busara anaweka chaguzi hizo mikononi mwake. Rais amejikita katika kufikia malengo yote yaliyoainishwa ya Operation Epic Fury: kuharibu uwezo wa makombora ya ballistic ya Iran, kuangamiza jeshi lao la majini, kuhakikisha washirika wao wa kigaidi hawawezi kuyumbisha eneo, na kuhakikisha kwamba Iran haiwezi kamwe kumiliki silaha za nyuklia. Pentagon imekataa kutoa maoni yoyote kuhusu operesheni hiyo hadi sasa. Majadiliano hayo yanakuja huku jeshi la Marekani likiendelea kushambulia jeshi la wanamaji la Iran, akiba yake ya makombora na ndege zisizokuwa na rubani na sekta yake ya ulinzi.
Marekani imefanya zaidi ya mashambulizi 7,800 tangu kuanzishwa kwa vita Februari 28 na kuharibu zaidi ya meli 120 za Iran hadi sasa, kulingana na taarifa iliyotolewa Jumatano na kamandi kuu ya Marekani ambayo inasimamia takribani wanajeshi 50,000 wa Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote. Endelea kutufuatilia.